Tupokee simu kutoka kaunti ya Baringo. Tuko naye Kibor. Hujambo Kibor? Mzuri sana madam. Shukran kwa kutizama jukwaa la KTN. Asante. Na swali lako ni lipi kuhusiana na mjadala wetu wa leo? Swali langu ni hili. Je, inafaa mtu kuandika hiyo will akiwa na wapipi wawili ama haifai? Sababu hapa sasa kuna shida katika familia. Kwa mfano, kuna mzuri sana madam. Asante. Na shukran sana Kibor kutoka kaunti ya Baringo. Na umesikia swali la Kibor, anauliza mtu anaweza kuandika wasia anapokuwa na wake wawili, labda mke zaidi ya mmoja. Wasia kwa ile sababu mtu anaandika wasia ili ni wale wanamtegemea waweze kurithi ile anayo. Kwa hivyo hata kama uko na bibi moja, bibi wawili, unafaa pia kuwa include kwa hiyo wasia yako ili waweze kujua na kutegemea waweze kubenefit. Labda ni wakati gani mwafaka kwa mtu kuandika wasia? Tuanzie hapo, kwa sababu kuna wale wanaosema unapokaribia kufariki, kuna wengine wanasema unapokuwa mgonjwa ndio unahitajika kuandika wasia. Ni wakati gani mtu anastahili kuandika wasia? Mtu Mkenya yeyote ambaye ana miaka kuanzia 18 ambaye anatambulika kwamba ana kitambulisho anaweza kuandika wasia. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye ana mali kwa sababu wasia si kuhusu mali tu pekee. Pia hata yale wishes ya mtu unaandika kwa ule wasia. Kwa hivyo yeyote ambaye anahitimu miaka 18 na kuendelea anaweza kuandika wasia, na huo wasia utakuwa valid kwa sababu ya vile ameandika. Na mtu yeyote ambaye ana watu ambao wanamtegemea kama vile mwenzangu amesema, ni vizuri akiandika wasia, kwa sababu wasia huo wafaa kueleza wale ambao wanamtegemea wanarithi nini ama wanapata nini wakati yule mtu ambaye anaaga. Na umesema vizuri kwamba wasia hauhusu tu mali, kwa sababu mara nyingi tunazoea kwamba wasia ni lazima uwe na gari, uwe na nyumba mahala fulani, uwe na ploti ndio uandike kwenye wasia. Ni mambo gani zaidi ambayo tunaweza kujumuisha kwenye wasia? Kitu kingine tunafaa kuweka kwa wasia ni kama uko na familia dogo ama uko na watoto wadogo hajafikisha hata pia miaka 18. Kwa hivyo pia wanakutegemea. Kama hauko pia unahusia nani anafaa kushughulikia wale watoto. Kwa sababu hiyo ndio shida nyingine inapatikananga, mtu akikufa na watoto ni wachanga sana, inakuwa na kuvutana kwa jamii, nani anafaa kushughulikia watoto. Kwa hivyo hiyo pia inakuwa inawekwa kwa wasia. Katika maoni tuliyoyapokea kuna yule mama ambaye alisema wanaume ama mabwana wanastahili kuandika wasia. Nani anapaswa kuandika wasia iwapo mko katika ndoa? Ni mama, ni baba, au nani anapaswa kuandika? Ile ambayo inahimizwa ni kwamba anybody yeyote yule ambaye ana mali ama angetaka vipi akiaga anafaa kuandika wasia huo. Kwa hivyo wale ambao walio katika ndoa kutakuwa na wasia wa mzee kama ndiye head wa familia, na pia mama anaweza andika wasia akisema wishes zake, na pia ule wasia kama ni mama ameandika inafaa kueleza ni nini ambayo inaitanishwa na jina lake. Lakini vitu ambavyo vaitanishwa kwa wote wawili wanafaa kuandika wasia ambao una agree with kama property na assets wana own ama ni yao wote wawili, inafaa kueleza jambo hili ama kitu hiki tunapea fulani na ni chetu sisi wawili. Na vile huwa inafanyika katika ndoa ni kwamba kama mimi kama mwanaume ama head of the family nimeandika wasia na nife kabla ya bibi yangu, she automatically ama anachukua ile mali yangu kwa sababu yeye ni wangu. So yeye ndiye atabaki kama the owner wa zile properties. In the event afe kabla yangu na alikuwa na vitu fulani, I inherit or I possess those things kwa sababu yeye ni wangu. Lakini sasa kama kuna mwanamke ambaye ana vitu ambavyo ni vyake ama vimeandikwa na jina lake, yeye itabidi aandike wasia kuhusu ile mali yake. Na labda kuhusiana na hilo, labda tunaishi na mtu hatujaoana
kwa kupitia ndoa ile rasmi kwamba mmefanya harusi, mnajulikana wewe ni bibi na bwana, mke na mume. Labda ninapofariki na huyu mtu tunaishi tu naye, hatuja halalisha ndoa yetu, labda ninapofariki mali yangu inachukuliwa na nani? Atachukua mali yangu kwa sababu tumekuwa tukiishi naye, ama mali yangu inachukuliwa na familia yangu? Kama nimeaga na nilikuwa na tuseme mpenzi fulani na hakuna thibitisho kwamba yeye ni bibi yangu, lakini yeye anaweza thibitisha kwamba alinitegemea kwa muda fulani na kwa mambo fulani fulani, koti ama katika sheria kuna ile percentage kulingana na ile alikuwa ananitegemea anaweza pata kutoka kwa if kama ana prove kwamba alikuwa anakaa na mimi, labda alikuwa ananitegemea kumlipia rent kwa mfano, ama nilikuwa namlipia school fees. So kuna vile koti itaangalia intention ya yule mtu, lakini kama tu ya ile hali ya kupitia tu, huyu mtu nilimjua kwa hivyo hata mimi nafaa kuridhi, inaweza kuwa na tatizo fulani. Yes. Na mtupokee simu nyingine kutoka kwa Lazarus. Shukrani sana kwa kutizama jukwaa la KTN. Ni Netanyahu kutoka Maryland. Naam, shukrani sana. Sasa mimi nilikuwa nauliza ndugu yangu. Naam. Kwa sababu mimi niko na mke na watoto sahi 4 wasichana. Na sijaona kama nimefunga kusaa. Sasa kwa mfano nikitaka kuandika usia, naweza fika mahali nikapatilia kama niko mzima, familia yangu ikiwa imekamilika, ama inaweza andika tu ikiwa vile wako hivyo. Naam. Shukrani sana. Shukrani sana kwa maoni hayo na swali hilo. Anauliza iwapo ataandika sasa, anaweza kubadilisha wosia wake baadaye iwapo atapata mtoto mwingine na angetaka amjumuishe kwenye wosia aliyokuwa ameandika. Swali zuri sana hilo, asante. Ndio, wosia huwa waweza kuandika mara una review ukiongeza mali ama ukipata mali zaidi ama ukipata watu zaidi ambao wanakutegemea. Sasa unabadilisha ule wosia na unaandika tarehe ambayo uliandika ule wosia. Unasema wosia wa zamani sasa ufanyi kazi, ninaandika upya, na unaandika tarehe na kuweka saini. Kwa hivyo ukipata wengine ambao wanakutegemea unawaongezea kwa ule wosia, ama unabadilisha mambo fulani ambao ulikuwa umeandika kwa wosia wa kwanza. Sasa kama kuna ukiaga ule wosia wa mwisho kabisa, huo ndio unakuwa wosia kamili wa kutimiza ama kuangalia. Na samahani, kuna wale ambao labda umefunga ndoa na huyu mkeo, lakini kwa bahati mbaya mnatalakiana, unaondoka na kuenda kumoa mke mwingine. Je, iwapo ulikuwa umemhusisha ama umemjumuisha kwenye ule wosia uliokuwa umeandika na mmekosana, inakuwaje sasa na una mpenzi mwingine na watoto wengine? Kwamba utaenda umuondoe useme we enda nje, ama sheria inasema nini? Sheria kwanza inaangalia ni mali gani mumetafuta pamoja wakati mlikuwa kwa ndoa ya kwanza. Hiyo mali huwezi patia bibi wa pili. Kulingana na sheria, hiyo mali mnafaa kugawana wewe na bibi yako. Sasa kama utaoa bibi mwingine, ile percentage ulibakisha baada ya ndoa ya kwanza kuisha, ndio utatumia kugawia bibi huyu mwingine utapata. Kwa hivyo sheria vile inafanya, inajaribu protect wale wanaokutegemea, ili hata ukifanya divorce ama mkiachana na bibi yako asiachwe kama anahangaika, lakini akuwe bado ame invest kwa maisha yako. Anaweza kuwa haja kuletea mali, lakini alikuwa na kusupport kama wewe bwana, ili uweze kwenda kazi. Alikuwa anaangalia watoto wako wakati wewe unaenda kazi, ama anachunga boma. Kwa hivyo sheria bado lazima imshughulikie ili apate kitu kutoka kwako hata kama mtaachana. Tunapomalizia, kuna wale ambao maoni tuliyoyapata, kuna wale ambao labda hawajafurahishwa na ule wosia ulioandikwa na jamaa aliyeaga. Je, mnaweza kwenda mahakamani mkapinga kwamba hakuna usawa katika wosia ulioandikwa na mnataka marekebisho ili usawa kuwepo? Swali nzuri, ndio, na huwa katika koti na wale lawyers ama wakili ambao tunafanya kazi nao huwa wanajaribu kabisa kutueleza na kufunza wananchi kuhusu kuandika wosia ipasavyo, ili baada ya kifo kusiwe na hiyo mvutano katika koti, kwa sababu inafanyika kwamba kunaweza kuwa mtu ameandika wosia na hakupeana mali ama hakupeana mali yake
equally kwa wale ambao wanaomrithi. So wale ambao wamepewa kidogo wataenda kotini na kusema huu wosia ulifavor ama ulipendelea fulani na mimi nikanyimwa fulani. So hivyo huo wosia utakuwa contested ama utapingwa. So ndio hiyo iwe, I mean, to prevent that, wale ambao wanaandika wosia ni vizuri wajue kwamba unafaa kupeana almost equally, wale beneficiaries wanafaa kupata ama kukuridhi kwa usawa. Kwa sababu wote ni warithi wako. Sijui kwa sekunde 30 unaweza kutuambia wosia unapaswa kukabidhiwa nani, na inapaswa kuwa ni siri, ama unaweza kuwaeleza familia yako kwamba nimeandika wosia hivi ndivyo nimegawa mali? Wosia unafaa kuandika na unaweza inform ama ujulisha familia yako umeandika wosia, lakini ufai kuambia kama ni beneficiaries ile iko ndani ya hiyo wosia. Vile tunahimiza ni kama unataka kufanya wosia, unaweza fanya wosia na wakili, unaweza fanya wosia na mkuu wa kanisa ama wa mosque. Unaweza fanya pia wosia na mkuu wa mahali unaishi, let's say like assistant chief ama chief. Na pia baada ya kuandika lazima ukuwe na mtu tunasema witness. Ile anaweza ulizwa wakati nani fulani na fulani alikuwa anafanya wosia, ulikuwa hapo, na ili anaweza dhibitisha hiyo wosia. Pia wakati umetengeneza wosia, tunahimiza watu, unaweza weka na wakili, unaweza weka na bank, unaweza weka na kanisa, ama unaweza weka pia na mosque. Naam. Yeah. Shukran sana kwa ushauri ambao mmetoa kwetu sote. Asante. Tunatumai kwamba mtazamaji umefaidika kwa njia moja au nyingine, na kesho nikiuliza tena hutaniambia kwamba unasubiri hadi ufike miaka 70 ili uandike wosia. Kwa sababu hakuna anayejua atafariki lini. Na shukran sana kwa kufanikisha kipindi hiki, kwa kutizama pia, na kwa wote ambao wamfanikisha kipindi hiki, wapiga picha, mwelekezi wangu Joan, na mtayarishi wa kipindi Sara, na wanasa sauti, mafundi wa mitambo, kila mmoja. Nashukuru sana kwa mchango wenu katika kufanikisha kipindi cha Jukwaa la KTN. Tukutane tena hapo kesho Mungu akitujalia. Mashirima Kapombe yuko studioni kwa taarifa za KTN leo. Uwe na usiku mwema. Zimepita dakika 3 baada ya saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hujambo mtazamaji na karibu kwa taarifa za Jukwaa la KTN. Jina langu ni Zubeida Kome. Leo mtazamaji nakuuliza, je, umeridhika na utendakazi wa gavana uliyemchagua? Je, umeridhika na utendakazi wa gavana uliyemchagua? Niwapo uchaguzi mkuu ungeandaliwa hii leo, ungemchagua tena? Niwapo hauwezi kumchagua, ni nini haswa ambacho kimekukera kwa miaka 3 iliyopita tangu uchaguzi kuandaliwa? Wasiliana nasi kupitia mtandao wa kijamii au kupitia nambari zetu za simu, au unaweza pia kunitumia ujumbe mfupi bila malipo kupitia nambari 22155 22155, na tutawasiliana nawe katika kipindi chetu, hasa awamu yetu ya swala nyeti. Hii leo studioni mgeni wangu ni gavana wa kaunti ya Trans Nzoia, Patrick Khaemba. Hujambo gavana? Sijambo. Safari ilikuwaje kutoka Mombasa? Nimesafiri vizuri, nimefurahi kuungana na wewe. Na mkutano ulienda sawa? Na mkutano ulienda sawa kabisa. Alikuwa safarini kutoka Mombasa ambako mkutano wa magavana ulikuwa umeandaliwa. Lakini kwanza tupate vidokezo. Serikali yatishia kuwafurusha maskota zaidi wanaoishi katika msitu wa Mau. Mapinduzi yafanyika nchini Burkina Faso huku serikali ikilaumiwa kwa kutoyapa sikio matakwa ya wananchi. Na kwenye swala nyeti tunatathmini utendakazi wa magavana. Kwenye mahojiano ni gavana wa kaunti ya Trans Nzoia. Karibu mtazamaji. Tunaanza na taarifa za tanzia ambapo zaidi ya watu 100 wameaga dunia baada ya tanka la mafuta ya petroli kulipuka, wakati ambapo wakazi walikuwa wamelizingira kuchota mafuta baada ya tanka hilo kupata ajali. Watu 50 wamepata majeraha mabaya katika kisa hicho kilichofanyika kwenye barabara ya kutoka Juba kuelekea eneo la Western Equatoria. Waziri wa mawasiliano nchini Sudan Kusini, Charles Kisana, amesema
huenda watu wengine zaidi wakaaga dunia kwa kukosa matibabu. Taifa la Sudan Kusini limekumbwa na mapigano tangu mwaka 2013 na kusababisha kutokuwepo maendeleo. Tunatoa pole. Mapinduzi yamefanyika nchini Burkina Faso. Rais wa serikali ya mpito Michael Kofando amepokonywa madaraka na huku serikali yake ikivunjiliwa mbali. Kikosi cha walinzi wa rais kimetangaza kwamba kimevunjilia mbali serikali wakidai haiambiliki. Mwanachama wa kikosi hicho General Gilbert Diendere ametajwa kuwa kiongozi mpya wa serikali ya mpito. Ametangaza kuwa tayari wamebuni baraza la kitaifa litakalopanga uchaguzi mpya. Mipaka yote nchini humo imefungwa huku amri ya kutotoka nje ikiwekwa. Spika wa bunge nchini humo amelitaka jeshi kuingilia kati ili kudhibiti hali. Kikosi cha walinzi wa rais kimefyatua risasi hewani huku watu wakikongamana kufanya maandamano. Hali ya taharuki imetanda nchini humo. Qui a été conçu qui ont été envoyés par le gouvernement français pour Tutazidi kukuletea taarifa zaidi kuhusiana na matukio hayo nchini Burkina Faso na Sudan Kusini. Tukirejea humu nchini ni kwamba upo uwezekano wa serikali kuwaondoa maskuta zaidi katika msitu wa Mau. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa maji Eugene Wamalwa wakati wa maadhimisho ya 4 ya Mto Mara jijini Butiama nchini Tanzania, ambapo Kenya ilitia sahihi mkataba na Jamhuri ya Tanzania kuhifadhi rasilimali asili katika ukanda wa Mto Mara. Victor Ogale na taarifa zaidi. Kwa muda sasa rasilimali zilizo katika ukanda wa Ziwa Mara zimekumbwa na mmonyoko wa udongo, ukataji miti kiholela, uharibifu wa mazingira pamoja na uchafuzi wa mito. Hilo limechangia pakubwa katika kudorora kwa mazingira ya mbuga ya wanyama ya Masai Mara na Serengeti nchini Tanzania ambazo zinapatikana katika ukanda wa Mto Mara. Mamlaka ya Ziwa Victoria kwa niaba ya mataifa ya Afrika Mashariki sasa inataka mataifa haya yawajibike zaidi ili kuhakikisha viwango vya kuhifadhi mito na mbuga katika ukanda huo vimeinuka. Our countries are experiencing rapid population growth and urbanization. This means that over time, the per capita water availability will continue to decrease. The challenge is to lay a foundation to comprehensively handle the population-driven transformations that are expected to lead to even higher stress on water and other natural resources in all areas. Lake Victoria Basin Commission is among the key institutions of the East African community whose mandate is to promote, facilitate, and coordinate activities of different actors towards sustainable development and management of natural resources in the Lake Victoria Basin. Kauli hizo zimetolewa wakati wa maadhimisho ya 4 ya Mto Mara mjini Butiama nchini Tanzania. Mataifa ya Kenya na Tanzania yalitia sahihi mkataba wa kulinda ukanda huu kutokana na uharibifu zaidi. Lakini pia kuna mambo tunaweza tukabadilisha, hiyo excellence. Tunaweza tukabadilisha tabia zetu za kukata miti, kuharibu mazingira yetu. Mambo haya tuna uwezo wa kubadilisha. Na ndio sababu tuko hapa siku ya leo, and we are here because we know we must change some of these things. Na kubadilisha mambo haya lazima tujue ya kwamba utumizi wa maji ya Mto Mara, utumizi wa ardhi, lazima tutumie tukijua ni kwa manufaa ya kizazi chetu na vizazi vijavyo. Sera ya Taifa ya Maji ya mwaka 2002 inasisitiza ushirikishwaji wa jamii katika masuala ya utunzaji wa vyanzo vya maji na mazingira kwa ujumla. Vyanzo vingi vya maji vinakauka kama walivyosema wenzangu na kusababisha athari kubwa kwa viumbe na athari ya kukosa maji. Mto Mara ni mto wa kimataifa unaunganisha nchi mbili za Tanzania na Kenya. Wananchi na wadau mbalimbali wa nchi hizi waishio katika bonde la Mto Mara
wanatumia maji na rasilimali nyingine kama ardhi na misitu katika bonde hili kwa ajili ya kuendeleza maisha yao ya kijamii na kiuchumi na kwa nia ya kupunguza umaskini. Hata hivyo, kadri ya miaka inavyokwenda, hali ya rasilimali hizi imekuwa ikipungua kutokana na matumizi mbalimbali. Hivi sasa tunashuhudia matumizi ya rasilimali hizi yakiongezeka kutokana na ongezeko la mahitaji, ikiwa ni pamoja na ongezeko la fursa za kiuchumi. Kwa upande mwingine, tunashuhudia rasilimali hizi zikipungua na kuharibika, hivyo kupunguza fursa ya nchi hizi na jamii. The Memorandum of Understanding will provide a framework upon which agreed actions between the two partner states will be implemented. To all the East Africans, this is a monumental achievement. Maadhimisho hayo ya Mara River Day hufanyika kila mwaka na baada ya upendekezo la Baraza la Mawaziri wa mataifa yanayopakana na Ziwa Victoria, sasa maadhimisho yataambatana na uhamisho wa nyumbu kutoka mbuga ya wanyama ya Serengeti hadi mbuga ya wanyama ya Masai Mara katika kaunti ya Narok. Victor Ogale, KTN News, Butiama, Tanzania. Kwingineko, waziri wa huduma za maji Eugene Wamalwa amewataka wadau husika kukamilisha ujenzi wa mabwawa zaidi kukusanya maji wakati wa mvua El Nino ili yatumiwe wakati wa kiangazi. Aidha, imekuwa desturi kwa mvua kubwa kusababisha mafuriko, huku maji mengi yakipotea bila kutekwa kwenye mabwawa na kuhifadhiwa. It is no longer a rumor that El Nino will be coming to Kenya. I think it is now a reality, and as government, we are preparing in partnership with the county governments and our development partners to see how we can mitigate the adverse results of El Nino when it comes, because it is coming. And some of the areas we're looking at would be the area of water storage and water harvesting. But once we have the necessary legal framework in place and the institution tasked specifically for water harvesting and water storage, Kenya must scale investment in water harvesting and storage through construction of dams and water ponds. I wish to note, however, that water storage capacity increased with completion of 3 medium-sized dams, namely Theta, Kiserian, and Chemusus. Wafugaji kutoka maeneo kame ya kaskazini mashariki ya nchi wana matumaini ya biashara zao kupata faida kubwa. Hii ni baada ya matumaini ya kukamilishwa kwa kichinjio katika kaunti ya Isiolo. Wafugaji hao ambao hawakuwa na maeneo mbadala ya kuchinjia mifugo wao, sasa watapata fursa hiyo itakayowawezesha hata kusafirisha ng'ambo nyama na bidhaa nyinginezo za mifugo. Wafugaji hao katika maeneo ya kaskazini ya nchi wameitaka serikali kukamilisha mradi wa kichinjio ulioanzishwa katika kaunti ya Isiolo. Wafugaji hao wanadai kuwa kichinjio hicho ambacho ujenzi wake hakukamilika kinaweza kuwasaidia pakubwa katika kitega uchumi chao kikuu cha ufugaji kwa kuepusha na gharama za usafiri. Aidha, wanasema hao hulazimika kusafirisha mifugo wao hadi Nairobi ili kuwauza. Hapa kama angeendelea angesaidia watu wengi sana, kwa sababu watu kutoka ng'ombe kutoka Moyale kutoka Wajia yote anakuja hapa, kuliko saa hii naenda Nairobi. Watu wangefaidika. Ng'ombe ya kukonda analetwa hapa, sio vitu vile ilikuwa mtu na ng'ombe ya kukonda kileta na nunua na shilingi 1,000. Kichinjio hicho kinachokaribia kukamilika kitawafaidi wafugaji katika kaunti za Laikipia, Samburu, Marsabit, Wajia na Garissa. Na ingawaje wakazi wamekosa matumaini, serikali ya kaunti hiyo imetangaza nia kukamilisha karibuni baada ya kutenga shilingi milioni 120 kwa kazi hiyo. Panga tuweze kutengeneza ile kitu inaitwa high end products, yani hiyo nyama itengenezwe kwa njia ambayo inatoshana na mahitaji ya ulimwengu, tuweze kuisafirisha nchi zingine za ng'ambo kama Ulaya na nchi za Kiarabu.
serikali iwe na nia ya kuanza na ujenzi wa bwawa. Kichinjio hicho kinatarajiwa kufunguliwa mapema mwaka ujao, huku mbuzi 500, ngamia 50 na ng'ombe 150 wakitarajiwa kuchinjwa kila siku. Agnes Penda, KTN News. Mtazamaji, karibu kwenye sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo hii leo mgeni wetu studioni ni gavana wa kaunti ya Trans Nzoia. Lakini kabla ya mahojiano yetu tupate historia fupi kuhusiana na kaunti ya Trans Nzoia. Kaunti hii inapatikana kati ya eneo la Mlima Elgon na mto Nzoia. Na kaunti hii inapakana na maeneo kama vile kaunti ya Bungoma, kaunti ya Uasin Gishu, kaunti ya Kakamega, kaunti ya Elgeyo Marakwet, West Pokot na Uganda. Kaunti ya Trans Nzoia ina ukubwa wa kilomita 2495. Kaunti hiyo ina maeneo bunge matano: Cherangani, Kwanza, Saboti, Endebess na Kiminini. Takwimu za sensa za mwaka 1999 zinakadiria kuwa eneo hilo lina takriban watu 1575. Kulingana na historia, eneo hilo limekuwa na wakazi wengi kutoka jamii za Kalenjin na Wabukusu. Kaunti ya Trans Nzoia inasifika zaidi kwa kilimo, hasa ukuzaji wa vyakula kama vile mahindi, ngano, majani chai na kahawa, maua na pia ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Kaunti hiyo pia ina vivutio kadhaa vya utalii. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia ni Patrick Khaemba na naibu gavana ni Daktari Stanley Kenei. Nilivyokuarifu mtazamaji ni kwamba gavana wa Trans Nzoia tayari yuko studioni kwa mahojiano yetu. Gavana Patrick Khaemba, hujambo na karibu kwenye jukwaa la KTN. Sijambo kabisa. Na mtueleze hali ya kaunti yako iko vipi kwa sasa? Kaunti iko vizuri. Na vile umesema, sisi tunategemea ukulima. Huo ndio uti wa mgongo wa unaoshikilia maendeleo ya Trans Nzoia. Naam. Naam. Na labda kabla hatujaendelea zaidi tugusie kidogo swala ambalo umelitajia hapo kuhusiana na kilimo, ambapo nilipata makadirio mafupi kuhusiana na kilimo kaunti ya Trans Nzoia, ambapo inakadiriwa kuwa takriban magunia milioni 2 ya mahindi kati ya magunia milioni 5 yanayovunwa kila mwaka uharibika kaunti ya Trans Nzoia kwa kutohifadhiwa vyema, uharibifu unaotokana na wadudu, magonjwa yanayoathiri mimea pamoja na wizi. Na mwaka huu mnakadiria kwamba magunia milioni 7 yanatarajiwa kuvunwa kutokana na mauzo ya mbolea ya bei nafuu iliyogharimu shilingi milioni 74. Niliyoyasema ni ya kweli? Ni ukweli, ingawa pengine makadirio yako kuhusu mahindi yanayoharibika huenda ikawa ya juu kidogo. Ni ukweli kwamba mahindi mengi baada ya kuvunwa ama yakiwa shambani huwa yanaharibika kwa sababu hayajakaushwa vizuri, ama kuna magonjwa kama hii magonjwa ya siku hizi ya LMD, ama pengine wadudu hawa wameharibu kwa kutumia njia mzuri za kuhifadhi. Hiyo ni ukweli. Na sisi Trans Nzoia, kama mahindi ndio uti wa mgongo wa uchumi wetu, tulipoingia afisini tulipata hali ya kusikitisha kidogo. Trans Nzoia ni kapu la chakula ya Kenya, yani kwa Kiingereza wanaita food basket of Kenya. Hali ukiingia Trans Nzoia, ile wanaita food security iko 60%. Hali ya umaskini ni 51%. Asilimia 51. Na ikawa tumesikitika, tukaona lazima tutazame, tuchambue ni nini kinachoangamiza Trans Nzoia. Na tulipochunguza tukaona kwamba ukulima wa mahindi umekuwa ukienda chini. Hapo mbeleni wakulima walikuwa wanazalisha hadi magunia 30 kwa ekari moja. Na unajua mahindi yanachukua karibu mwaka mzima. Lakini kiwango cha wakati tuliingia ofisini yalikuwa yameteremuka hadi magunia karibu 15 hivi kwa ekari moja. Na mtu kupata faida ukilima mahindi Trans Nzoia unatakikana uvune magunia 17 na zaidi. Wakulima wengi kwa hivyo walikuwa wanafanya ukulima kwa hasara. Na tukachambua kiini cha maneno hayo ni nini. Ndipo ukaona tukaja na huo mpango ulikuwa wa kupima udongo na kutafuta mbolea ambayo inalingana na mahitaji ya udongo.
tukachukua mbolea inaitwa mavuno, tukawekeza pesa, na kweli mavuno ya wananchi yaliongezeka mwaka huu. Na mwaka huu umekuwa wa pili, na hata mwaka huu tulifanya vizuri zaidi. Mbolea ilitengezwa pia baada ya kupima udongo, na ikatengezwa for Trans Nzoia, yani kwa pakiti ilikuwa imeandikwa Trans Nzoia. Sio kusema wakulima wao kutumia mbolea nyingine, walitumia, lakini hiyo yetu sisi waletea kutoka kwa kaunti imefanya vizuri sana. Tumeanza kurejesha mavuno. Kwa sasa wakulima wengi wamefikisha magunia 20-25 kwa ekari moja. Tunatarajia kwamba hali ya hewa ikiwa mzuri mwaka huu, mavuno hata yanaweza kufika karibu 30 kwa ekari moja. Na labda umetueleza kwamba mmeleta mbolea bei nafuu, wakulima wameinunua, wameendeleza kilimo, lakini wapo hawana mbinu mwafaka za kuhifadhi mimea yao ama mavuno yao. Unaona kwamba bado hasara itaendelea kukadiriwa katika kaunti hiyo. Ni nini ambacho mmekifanya ili kukabili changamoto ambazo zinawakabili wakulima? Tumetoa mafunzo ya kutosha kwa wakulima, na hayo mafunzo pekee yake haitoshi. Jambo ambalo pia linachangia sana kuharibika kwa mahindi ni kukausha mahindi. Sisi katika county tumepangia kujenga kila sub county iwe na store moja na iwe na dryer moja. Yaani wakulima wakileta mahindi yao kuuza kwa cereals board, yao yamepitia kwa dryer, yamekauka vile yanavyohitajikana, na ndipo waweze kuuza. Hiyo ndio njia moja sisi tumejitetea. Kwa sasa tuna dryer 2, tunajenga store 3, lakini bado mpango huo unaendelea. Na tayari mmewashauri wakulima kuhusiana na jinsi labda mikakati hiyo mnayoiweka itawafaidi na vile ambavyo watakuwa wakipata manufaa kupitia? Tumewashauri, na pia tumeuliza wenzetu wa National Cereals and Produce Board, wao wana dryer kubwa sana pale kwa store yao, waweze kuwa wakikaushia wananchi mahindi kwa bei nafuu. Hata wale pengine watauzia watu wengine, wawe na nafasi pia ya kukaushia mahindi pale, wakiweza kupeleka sehemu zingine. Na changamoto nyingine ambayo imekuwa ikitoka hasa kwa wakulima, si Trans Nzoia pekee bali taifa nzima, ni kwamba wanatumia pesa nyingi katika kilimo, lakini faida wanayoipata ni ndogo. Umegusia swala hilo pia. Je, kama serikali ya kaunti ya Trans Nzoia, mmeweka mikakati gani kuhakikisha kuwa wakulima wanapoyavuna mahindi yao kwa mfano ama mavuno yao yanawaletea faida, kwamba mnayanunua? Kwanza kabisa, serikali ya kaunti imeweka mikakati ya kununua mavuno kutoka kwa wakulima? Sisi hatuna uwezo wa kuweza kununua mahindi. Mahindi ambayo yanapandwa Trans Nzoia, hata hizo fedha zote zinatoka kwa serikali zikija kwangu, siwezi kuyanunua yote. Hatuna uwezo. Lakini mnatoa usaidizi gani? Ni bado tunatoa usaidizi kupitia kwa mbolea, kurudisha bei ya uzalishaji chini, na kuweza pia kuwapa vile vifaa nimesema tunajenga, kuwasaidia wananchi na kuwapa mawaidha. Na pia tunaanzisha kiwanda cha kusaga mahindi na ICDC, kwa sababu Trans Nzoia mahindi tukivuna yote huwa yanatoka vile yalivyo. Mengi yanasagiwa Mombasa ama Thika ama kwingineko. Na tumesema lazima tuweke kiwanda pale kiweza kusaga mahindi magunia milioni 2, ndio wakulima waweze kupata nafasi ya kuuza mahindi yao kwa bei nafuu kwa kile kiwanda. Na pia kutoa nafasi za kazi, kwa sababu hatuna viwanda Trans Nzoia. Na ulivyotueleza hapo kwamba serikali haina uwezo, je, kuna vile ambavyo mnawasaidia labda kutoka kwa serikali kuu iweze kununua mahindi yao ama hata muyauze katika mataifa ya nje? Kwa sababu tumeona kuwa mnapakana na nchi ya Uganda. Je, mnafanya vipi kama serikali kuhakikisha kuwa soko lao linapanuliwa, wasikae tu na mahindi yao manyumbani? Hili ni swala ambalo nikiwa gavana wa Trans Nzoia peke yake siwezi kulijibu kamili. Ni jambo litahusu taifa letu la Kenya. Tuna mpango gani? Kwa mfano, nimesema kuna changamoto ambayo wakulima wa mahindi wanapitia. Moja ni kwamba wakati tuliweka mkataba wa East African Community, ilimaanisha kwamba nchi yote inaweza kufanya biashara na nchi nyingine. Na kwa sababu huo mkataba, mahindi kutoka Uganda kwa sasa yamejaa kweli kweli Trans Nzoia na kaunti ambazo ziko jirani pale. Na hatuwezi kukataza. Na unajua kule Uganda wanazalisha mahindi kwa bei ya chini, kwa sababu kuna sehemu zingine hata watumii mbolea. Kwa hivyo mahindi hao wakija pale yanaweza kuuzwa kwa bei
ya chini kabisa. Hata mahindi kutoka Tanzania pia huwa inaweza kuja hapa kwa bei nafuu, na hiyo ndio changamoto moja kubwa ambayo imewakabidhi wakulima wa mahindi. Na sisi tumesema hatuwezi kuendelea na ukulima kama vile tulikuwa tukifanya zamani, tuseme uchumi wetu utategemea mahindi peke yake, na hali mambo yamebadilika kabisa. Pengine uniruhusu niguzie changamoto zingine. Hali ya anga. Mahindi huhitaji mvua kwa miezi karibu 5 mfululizo. Hali ya anga kwa sasa imekuwa kwamba mvua haiji vile zamani ilikuwa inakuja. Inaweza kuja kwa miezi 1 na ikapotea tena, na mahindi huenda yakaharibika. Changamoto nimesema ya pili, mahindi kutoka nchi za nje ambayo inazalishwa kwa bei ya chini. Inamaanisha sokoni, hata tukienda soko ya kimataifa, mahindi yetu itakuwa na ghali na watu hawataweza kuyanunua. Na pia changamoto ya tatu, magonjwa ile tumezungumzia, kuhifadhi tumezungumzia. Kuna changamoto ingine ambayo kwa Kenya ni nzuri. Mahindi itatoka Galana Kulalu ambayo inatarajia kuzalisha mahindi mengi sana kupitia unyunyizaji wa maji. Ni jambo nzuri kwa Kenya. Lakini kwa uchumi wa sehemu ya huko, sisi tunaona kwamba uchumi wetu utavunjika. Kwa sababu kutoka kule Kulalu Galana, mahindi watazalisha kwa bei ya chini. Kwa sababu serikali imeweka maji kitambo. Na je, mahindi yale yakija sokoni yatauzwa kwa bei ya chini. Sisi tutapeleka wapi mahindi yetu? Hiyo ndio masuala sisi tunakabiliana nayo, na tumeweka mikakati ya kuweza kueleza wananchi wetu kwamba lazima tuanze mabadiliko. Ndipo uchumi uziende ukazorota kabisa, alafu tuwe tumechelewa. Nitasisitizia swali langu kwa sababu unajua wakulima wengi huwa wanajipata kwenye njia panda, hasa wakati ambapo viongozi hawawapi mwelekeo kuhusiana na jinsi ya kupata soko la bidhaa zao, kwa sababu si mara ya kwanza ambapo tumeona serikali ya taifa, hata serikali za kaunti zikihimiza wakulima kupanda labda ni mahindi kwa kiwango kikubwa, mnatoa mbolea kwa bei nafuu, lakini unapata watu wamevuna magunia mengi na hawajui watayapeleka wapi. Wewe mwenyewe umeweka mikakati gani, umeweka sheria gani, una mpango gani kwa wakulima wa kaunti yako ili wasipate hasara tunayoizungumzia? Mambo ya uuzaji wa vifaa, mimea ama mahindi sio jambo mimi naweza kupitisha sheria kule. Nimeguzia mambo ya East African Community. Lakini kuna yale mapendekezo ambayo umeyatoa. Nimesema tunaweka kiwanda ya kusaga unga. Ndio tuweze kuuza unga nje. Ichukue karibu magunia 2,000,000 kati ya 7,000,000. Hiyo itakuwa ni step kubwa sana. Na kwa sasa tunaeleza wananchi tuanze kupanda mimea mingine kwa sababu wakati unapozungumza tunaona kwamba uchumi wetu hauwezi kutegemea mahindi peke yake. Tupunguze mahindi, upandaji wa mahindi, tuanze mimea mingine ambayo itafaidi wananchi. Kwa nini nasema hivyo? Nimetoa changamoto kwamba bei sisi kuzalisha ni juu. Tukienda sokoni hata kule kwingineko, mahindi yetu yako juu, hawatayanunua. Na hata hapa Kenya pia tumekuwa na shida. Wakulima wanataka walipwe shilingi 3,000 kwa gunia moja la kilo 90. Umeona serikali kupitia kwa Cereals Board imesema hii ni ghali sana. Tumewasaidia kurudisha bei chini kupitia kwa mbolea. Kwa hivyo hata mwaka huu tunatazamia kutakuwa na changamoto. Mwaka jana tuliweza kusukumana sana na serikali kuu kusema lipa wakulima 3,000, na haikuwezekana kuwalipa 3,000. Hata mwaka huu vile nimeona mahindi yametoka Uganda mengi, naona kutakuwa na shida kubwa. Ndipo tumeeleza wakulima wetu tuanze mimea mingine, na katika kaunti tumetazama, tumeona mimea ambayo inaweza kuwa vizuri. Trans Nzoia kahawa inakuwa vizuri sana. Tumeanza mpango huo. Mwaka huu tulitoa miche 200,000. Mwaka huu ujao, msimu ambao wa kupanda, tutatoa miche zaidi ya 1,000,000. Tumeanza mambo ya avocado ambayo haihitaji mvua sana. Tunataka tutoe miche karibu 1,000,000. Tumeanza mambo ya pilipili. Tuhimize wananchi, punguza mahindi. Ukiwa na ekari 5, pengine lima 4, lakini ekari 1 jaribu kitu kingine. Tumeanza mambo ya hizi ndizi za kisasa. Pia tumeleta miche za kutosha kwa wananchi. Tumeanza mambo ya kuku, mambo ya AI services kupunguza bei.
kuwahimiza wananchi kwamba hata uzalishaji wa maziwa unaweza kutumudu huko Trans Nzoia. Hii ndio njia tunaona tutaenda, kwa sababu kutegemea mahindi, nimesema haiwezekani siku zijazo. Kuwa ni mahindi tu itashikilia uchumi wetu. Iwe ni mahindi, lakini kuwe na mimea nyingine pale ndani, ndipo tuweze kushikilia. Na jambo la kusikitisha, hebu nikuulize wewe ukitafuta kazi, niseme na kupatia kazi na nikuambie nitakulipa mara moja kwa mwaka, usijui kama utakubali. Utakubali kulipa mara moja kwa mwaka? Hiyo ndio sisi tumefanyia wakulima wetu. Wakulima wa mahindi mapato yao ni mara moja kwa mwaka. Je, swali linaloibuka, hii miezi mingine wao hufanya nini? Ndipo tunaposema mimea mingine itawawezesha kupata mapato ama malipo wakati bado wanangojea mahindi yao yaweze kukomaa ndio yaende sokoni. Lakini changamoto itakuwa ni ile ile kwamba watakuza kahawa. Tumeona wengi wakikata kahawa yao kwa sababu wanasema haileti faida. Watakuza kahawa, watakuza majani chai, watakuza maua, lakini iwapo soko halipo itakuwa inawaletea faida gani? Shikilia kidogo gavana, tuende mapumzikoni kidogo kisha tutarejea kwa mengi zaidi.